Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kukuinua, kukutia nguvu na kukufariji. Kupitia ujumbe huu unaangazia maisha yako mahali popote ulipo ulimwenguni. Na kabla ya mambo yote, tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako ambao sasa unaenda kuingia hewani kusema na kila mmoja wetu. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako ili kila utakaposikika ukabadilishe maelfu na mamilioni ya watu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunakusihi Roho Mtakatifu akae katikati yetu na uanze nasi na kumaliza nasi katika neema Yesu Kristo. Amen. Na tunaendelea na sababu nyingine ya ujio wa Yesu Kristo ulimwenguni. Sababu za Yesu Kristo kuja ulimwenguni. Sasa leo tunaendelea na sababu nyingine ya 7. Alikuja kutoa uzima wa milele. Ukisoma Yohana sura ile ya 3 mstari wa 36, anasema yeyote anayemwamini mwana ana uzima wa milele, lakini yeye asiyemwamini mwana hata uona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake. Kwa hiyo Yesu amekuja kuleta uzima. Kwa hiyo kwa wale ambao wanashiriki meza ya Bwana wanaamini ndani ya mwili na damu Yesu kumebeba pia uzima. Kwa hiyo ujio wake pia ameleta uzima ulimwenguni. Ulimwengu ulikuwa umekumbwa na mauti, lakini kwa ujio wa Kristo, Yesu Kristo akiingia ndani yako, mauti inaondoka, uzima unaingia ndani yako. Lakini Yohana 6 mstari ule wa 40 nasema, kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mmoja amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, naye atamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo ukimtazama Yesu kwa imani, kwa mfano hata kwenye meza ya Bwana ukiweza kuitazama kwa imani, kama hata unaumwa mahali, uzima wa Kristo unatoka kwenye meza ya Bwana, unapona. Mwili na damu ya Yesu vimebeba uzima wa watu. Kwa hiyo Yohana sura ile ya 10 mstari wa 28 asema kwamba nami ninawapa uzima wa milele, hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mikono yangu. Kwa hiyo Yesu Kristo anazungumza kwamba ana uwezo wa kuachilia uzima na ana uwezo wa kulinda. Ndio maana alikuja kwa ajili ya kuachilia uzima na kulinda, na anasema hakuna mtu anaweza kumpokonya kondoo katika mikono yake. Kondoo anaashiria watu wa Mungu. Lakini waraka wa pili wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 mstari wa 11 mpaka wa 12, waraka wa pili wa Yohana ile sura ya 5 kwanza ule mstari wa 11 mpaka wa 12, inasema, na huu ndio ushuhuda kwamba Mungu ametupa uzima wa milele, na ule uzima upo katikati ya mwanawe aliye naye mwana ana huo uzima. Kwa hiyo kitendo cha kumpokea Yesu, uzima unaingia ndani yako kwa jinsi ya imani. Lakini namba 8, Yesu alikuja kuwatafuta wenye dhambi watubu. Yesu alikuja kuwatafuta wenye dhambi ili watubu. Ukisoma kitabu kile cha Marko sura ya 1 mstari wa 14 na wa 15, kinaeleza baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alienda Galilaya akaanza kuhubiri habari njema akisema, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Na kule kwenye kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 5 mstari ule wa 32 anasema, sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Hizo ndio sababu za ujio wa Yesu. Na ukisoma kwenye Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 13 anasema, nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nataka rehema wala si dhabihu, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo sababu namba 8 ya ujio wa Yesu duniani ni kwamba alikuja kuwatafuta wenye dhambi awaokoe. Kama ulikuwa ufahamu, sasa hiyo uipate na ikusaidie na kukuongoza. Kwa hiyo kwa hii sehemu hii tumshukuru Mungu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako juu ya ulimwengu, maana kwa jinsi hii uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao pekee, ili kila amwaminie asipotee. Na huyo anayenitazama kama hajakuamini, naomba uguse moyo wake. Roho yako Mtakatifu avunje kila roho ya jiwe ndani yake, ili kupitia ujumbe wa neno la Mungu kapate kuvunjavunja na kumjeuza na akaokoke.
akakubali kukupa maisha yake, akijua ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Tunakushukuru kwa sababu Bwana, neno lako ukilituma halitarudi bure. Wewe umemtafuta na ndio maana amefungua na akasikia injili hii. Katika jina la Yesu naenda kinyume na roho za upinzani na ukengeufu na maroho yote mabaya, mishale na mitego yote ya ule adui, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye hujaokoka na unataka Yesu akuokoe, maana amekuja kutafuta wenye dhambi, basi unaweza kurudia sala hii fupi na Bwana Yesu atakuokoa popote ulipo na unaponitazama. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, na kusihi ulifute jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike upya katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mlete Roho yako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu kuanzia sasa. Ninakuamini Yesu, na asante kwa kuniokoa. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amekukiri kwa kinywa chake na kuamini moyoni mwake kwamba wewe ni Bwana juu ya maisha yake. Mtetee na kumpigania. Mbariki mtazamaji wetu ambaye Mungu anajitoa kwa ajili ya kuwezesha vipindi hivi kuwa hewani na kufikia watu wote ulimwenguni. Umkumbuke hata katika ile siku ya mwisho, kama ulivyosema ile sadaka yule mama aliyevunja marhamu kwenye miguu yako, kwamba kila injili ya ufalme itakapohubiriwa, sadaka hiyo itakuwa ukumbusho, na sadaka hiyo Bwana ikawa ukumbusho, ikawezeshe neno lako lihubiriwe kote ulimwenguni na kufikia watu na kuwaokoa maelfu ya watu. Katika jina la Yesu Kristo, mbariki atokapo na ingiapo. Amen. Mungu akubariki sana. Tunatoa sehemu nyingine muda si mrefu. Endelea kufuatilia chaneli yetu.